السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وإخوانه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا. Ndugu zanguni katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala sambamba na kuzitaka swala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa ni kuhusieni sambamba na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala wa kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Ama kwa muda huu mchache nitazungumzia fadlul ilmi au fadlu talabil ilmi au tariqi talabihi, bora wa kuitafuta elimu ya kisheria au bora wa elimu ya kisheria na njia za kuitafuta elimu hiyo, elimu ambayo wengi katika Waislamu wamekuwa ni wazembe kuitafuta hiyo elimu, na wamekuwa wakiona kwamba ni elimu ambayo haina manufaa yoyote kwa wao, mpaka ikafikia baadhi ya wazazi wakaona kumsomesha mtoto elimu ya dini anaona kama anapoteza sehemu katika mali zake, au anaona kwamba tunakaribisha umaskini katika familia. Na ni wengi wanafikiria ya kwamba mtu akisoma elimu hii amejikaribishia umaskini. Huku ni jambo ambalo liko tofauti na wao wanavyokuwa wamedhania. Katika miongoni mwa fadhila za kuitafuta elimu, anasema Muhammad sallallahu alayhi wasallam fima rawa Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddini, yule ambaye Allah huwa anamtakia kheri huwa anampa ufahamu katika dini. Kwa ukiona wewe umepewa ufahamu katika dini yako, ujue Allah amekutakia kheri iliyokuwa kubwa sana, na hauwezi ukalingana na yule ambaye ana ufahamu katika dini yake, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, hivi wako sawa sawa wale wanaofahamu na wale wasiofahamu? La yastawiyani abadan, hawawezi kuwa sawa sawa. Ni kama vile inavyokuwa wale watu wa motoni na wa peponi, hawezi kuwa sawa. Mambo anayopata mtu wa peponi ni tofauti na mambo anayopata mtu wa motoni. Kwa hivyo wale ambao wameisoma dini hii na wakaisoma hii ilmu shar'i hawawezi kuwa sawa sawa na wale ambao wajakaa chini wakataka kuisoma hii elimu ambayo ametuamuru tuisome Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Waqala Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile anasema Allah tabaraka wa ta'ala, shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, ameshuhudia Allah kuna pasaya abudiwaye kwa haki isipokuwa yeye Allah, wal malaika, na malaika, wa ulul ilmi, na wenye elimu. Mwenye elimu ndiye ambaye anaweza akashuhudia kwamba hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa Allah. Lakini mtu ambaye ana elimu
kwanza atafanya mambo yake kijinga, hatoyafanya ala basira, hatoyafanya katika nini, kwa elimu na uoni. Yeye atayafanya kila jambo atakayokuwa analifanya yeye atakuwa ni kuona jambo ambalo ni sahihi kwake yeye. Lakini mtu ambaye amepewa ufahamu katika dini na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye kila jambo ni lazima atalifanya kwa elimu, kuanzia katika swala zake, katika mujitama jamii yake iliyomzunguka, usorati hii familia yake, akija katika watu mmoja mmoja na watu wote kwa ujumla, mambo yote atayapeleka kisomi, kwa sababu yeye Allah amempa ufahamu katika dini, na ule ufahamu atautumia kama inavyotakiwa hautumie. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, na kutoka kwa Abi Darda radhiyallahu juu yake, annahu qala, hakika anasema Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, man salaka tariqan, mwenye kuitafuta njia, yatlubu fihi ilman, mwenye kuifuata njia akiwa katika njia hiyo ni mwenye kutafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamwekea wepesi yeye njia ya kuelekea peponi. Miongoni mwa fadhila za kuitafuta elimu ni Allah kukuwepesishia wewe njia ya kuelekea peponi, na hii ni fadhila kubwa na ni neema kubwa kwa yule ambaye anaitafuta elimu hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala umfanyia wepesi wa kuelekea katika pepo yake. Na miongoni mwa ubora wa kuitafuta elimu hii ni kwamba Mtume anasema, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi, na hakika malaika huwa wanashusha mbawa zake, malaika wanashusha mbawa zao kwa kuridhia kile kitu ambacho anakifanya yule mwenye kutafuta elimu. Hii ni miongoni mwa fadhila na ubora wa mtu mwenye kutafuta elimu, ni kufunikwa na mbawa za malaika. Ni tofauti na wale ambao wanakuwa wamekaa chini kusoma mambo ya dunia. Wao hawafunikwi na chochote, bali labda watafunikwa na majengo, kwa sababu majengo yana mabati kama hivi, watapata kivuli hicho. Lakini yale ambayo wanabini anayapata mtu ambaye amekaa chini na kusoma ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atafunikwa na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika fadhila nyingine katika hii hadithi Mtume anasema, wa innal alima, na hakika yule mwenye elimu aliyesoma, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh, anaombewa msamaha na vile vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini, wal hitanu fi jawfil ma, na wale samaki walioko ndani ya maji wanamwombea msamaha. Kwa hiyo kila kitu kilichoko mbinguni ambao ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, arishi ya Allah iko mbinguni, na vingine vyovyote vilivyoko mbinguni, yani vyovyote vilivyoko mbinguni unavyojua wewe, vinakuombea wewe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye anapita, yani anaenda kuitafuta elimu, anaombewa msamaha. Na vyote vilivyoko hapa ardhini vyote vinakuombea msamaha, mpaka nguo yako uliyovaa wewe inakuombea msamaha, miti unaiona hii, majengo yote yanakuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walhitanu fil ma'i, mpaka samaki walioko ndani ya maji wanakuombea msamaha. Huu ni ubora na fadhila zilizoje kwa mtu ambaye anaitafuta elimu ya kisheria. Hizi ndio fadhila anazozipata, lakini sisi wengi tumebweteka, hatutaki kusoma. Sisi elimu zetu ziko midomoni, kutoa fatwa ambazo hatujasoma. Mtu anaulizwa swali fulani, anataka ajitie yeye shehe, hali ya kuwa hilo jambo alijui. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala taqifu ma laysa laka bihi ilm, na wala wewe hautakiwi kutolea ushahidi kitu ambacho hauna elimu nacho. Kama una elimu na kitu fulani, kaa kimya, sema Allahu wa rasuluhu a'lam, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wale wenye utambuzi ikiwa nyinyi hamfahamu. Kama ufahamu jambo la kitu fulani, muulize anayefahamu. Wapo wa mashekhe, wapo maalim, wapo madoktora, wapo watu mbalimbali wenye elimu ambao unaweza kumuuliza akakutolea akakutatulia jambo ambalo limekuletea wewe mushkila. Lakini sisi kwa elimu zetu chache tunaona kila jambo tunaweza kufanyeje, tunaweza kulitatua. Huku haifai wewe kutatua jambo ambalo haulijui, unabidi ufanye kama alivyoelekeza Allah, kwamba waulize wale wenye elimu ikiwa nyinyi hamfahamu. Kwa miongoni mwa fadhila
za mtu anayetafuta elimu ni hii, kuombewa msamaha na vilivyoko mbinguni na ardhini mpaka samaki ndani ya maji. Na miongoni mwa fadhila anaendelea Mtume anasema, wa inna fadhla al-alimi ala al-abidi, na hakika fadhila za yule mwenye elimu juu ya yule ambaye yeye ni abid, yeye ni mfanya ibada tu lakini hasomi elimu. Yeye anakuja anafanya ibada, anaswali, anafanya dhikri, wala hakai chini kusoma. Yeye akimaliza kuswali anaingia katika mihangaiko yake. Kwa fadhila zile mwenye kutafuta elimu na yule ambaye yeye ni mfanya ibada, kafadhlul qamari lailatal badri, ni kama vile ule ubora wa mwezi wa lailatul badri ala sairil kawakibi, kwa nyota nyingine, kwa zile nyota nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ni miongoni mwa fadhila anazozipata mtu ambaye anatafuta elimu. Anakuwa ni bora kama vile mwezi unavyokuwa bora katika nyota, kwa sababu mwezi ukichomoza ukawaka unafunika mwanga wa nini? Mwanga wa nyota. Ndio hivyo hivyo mtu ambaye mwenye elimu akiwa anamwaga vitu anafunika wale wajinga wote, anawaona wao hamna nini, hamna kitu. Na mengine, na vile vile Mtume anasema, wa innal ulamaa warathatul anbiya, na hakika ya wale wenye elimu ndio warithi wa manabii. Kwa sisi kwa manabii tunarithi nini? Tunarithi kile ambacho walikuwa nacho, ambao ni ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na hakika wa manabii wao hawakurithi dinari wala hawakurithi dirham, yani hawakurithi zile fedha zilikuwa zikitumika enzi hizo. Wa inna ma warathul ilma, hakika wao walirithi elimu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, atakayechukua elimu hii atakuwa amechukua fungu lililokuwa kubwa sana. Kwa hizi ni miongoni mwa fadhila za mtu ambaye anachukua na kutafuta elimu. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidi sana. Tujitahidi sana, tusije tukawa sisi tunatoa fatwa za uongo na ukweli mpaka ikafikia hatua sasa mtu anaenda kumtaka fatwa mjinga, kwa sababu itafikia zama hii elimu Allah ataichukua. Ataichukuaje? Kwa kuwaondoa wale ambao ni wenye elimu. Sasa watu watakuwa wanaenda kuchukua fatwa kwa wajinga, na wale wajinga watakuwa wanawapoteza watu, kama anavyosema ibn Amr radhiyallahu anhuma, anasema annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam akisema, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ainyofoi elimu katika vifua vya waja. La yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u min al-ibad, ainyofoi elimu kwa waja kuinyofoa, yani katika vifua vyao. Walakin yaqbidu al-ilma biqawli al-ulama, lakini Allah anaichukua elimu hii kwa kule kuwafisha wale maalim, wale wenye elimu. Hatta idha lam yubqi alima, mpaka itafika wakati hatobaki mwanazuoni yoyote. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawafanya viongozi wao ni kuwa ni wale wajinga. Fasuilu, wataulizwa wale wajinga wasiokuwa na elimu. Faaftau bighairi ilmin, watakuwa ni wenye kutolea fatwa masala bila ya kuwa na elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea na watawapoteza wale ambao ni wenye elimu. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa kumalizia, inabidi tuchunge, tuangalie pia hii elimu yetu ambayo tunaisoma tunaichukua kwa watu gani. Tuangalie elimu tunaisoma tunaichukua kwa watu gani. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, undhuru mimman ta'khudhuna hadha al-ilma, angalieni ni kwa kina nani mnaichukua hii elimu. Fa inna ma huwa dinun, hakika hii elimu ni dini. Kwa si kila sehemu unachukua elimu, angalieni mnaichukua wapi hii dini. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa kufikia hapa mimi nadhani nitakuwa nimefikia mwisho kwa mada yangu. Ninachokuhusieni ni kwamba kila mmoja ajitahidi kuitafuta hii elimu. Hakika ujinga umekuwa umekithiri, wajinga wamekuwa ni wengi, wanaotoa fatwa za ovyo ovyo wamekuwa ni wengi. Kwa kila mmoja kwa nafasi yake ajitahidi, akae chini asome. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.